Mshambuliaji wa kimataifa wa Cameroon Emmanuel Mahop ni miongoni mwa wale ambao hivi sasa wanatajwa kuhusishwa na wananchi Yanga kwa ajili ya usajili ujao wa 2026-27 kuiwezesha Yanga kutimiza mipango yake kwenye michuano mbalimbali ikiwamo Ligi Kuu Tanzania Bara ambapo Yanga watakuwa wakihitaji kutoa taji la 6 mfululizo, Kombe la Shirikisho la Benki CRDB ambalo msimu huu 2025-26 wamelipoteza, limetua mikononi mwa watani zao wa jadi Simba, lakini pia michuano mingine mbalimbali ikiwamo Ligi ya Mabingwa barani Afrika ambayo Yanga matarajio yao sasa ni kuona sio tu kuishia hatua ya makundi kama walivyofanya katika msimu huu wa 2025-26 bali kwenda mbali zaidi. Sasa miongoni mwa nyota wanaotajwa ni pamoja na huyu Emmanuel Mahopo. Huyu sifa zake mojawapo ni kwamba mwamba anafunga sana. Ndio, tunaposema anafunga sana ni kwa sababu kwa kipimo cha mshambuliaji huwa tunaangalia pia wakati mwingine kitu kinaitwa GPM, goals per match, ambapo kwa kawaida ukipata 0.5 pindi unapochukua idadi ya mabao kugawanya kwa idadi ya mechi, basi huwa tunasema mchezaji husika ni mshambuliaji bora, kwa maana ukipata 0.5 baada ya kuchukua mabao ukagawanya kwa idadi ya mechi. Lakini ukipata 0.75 and above, tunasema mhusika ni world class striker, ni mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia. Lakini hapa huwa haijalishi ni michuano ipi, tunaweka tu tafsiri ya namba. Hapa tunaita mshambuliaji bora huyu anayekuwa na 0.5 pindi unapochukua idadi ya mabao gawanya kwa idadi ya mechi. Sasa Mahop katika michuano mingi anayoshiriki amekuwa akifunga mabao mengi haswa kulinganisha na idadi ya mechi. Huyu umri wake ni miaka 31 hivi sasa. Yes, lakini guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Urefu wake ndio ambao miongoni mwa yale yanomwezesha kuwa na nasibu kubwa ya kufunga akiwashinda walinzi wa timu pinzani, kwa sababu body morphology, umbile lake, amekwenda juu hewani vizuri, lakini pia amejazia kiasi ya kwamba kwenye mapambano yale ya mipira ya hewani na hata chini, Emmanuel Mahop amekuwa mzuri sana. Ni kwamba urefu wake ni futi 6 na inchi 2. Yes, na inchi 2, kiasi ya kwamba humwezesha kushinda mapambano, lakini kikubwa zaidi ni pamoja na namna alivyojengeka kimwili. Hata ukimtazama usoni haonekani kuwa na huruma dhidi ya walinzi wa timu pinzani. Matokeo yake, akitumia guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, akitumia mipira ya vichwa, Mahop amekuwa na madhara makubwa kwa wapinzani. Kwa mfano, hivi sasa tunapozungumza katika ligi kuu ya Syria ambako ndiko ametoka kucheza katika msimu uliomalizika 2025-26 katika klabu aliyoiwezesha kutoa ubingwa ya Al-Ittihad Aleppo, Al-Ittihad iliyopo katika ligi kuu ya Syria, yeye amekuwa top scorer akifunga mabao 27, lakini pia ametoa assist 3. Kwa hiyo unaona hapa kwa ujumla mchango wake wa mabao kwenye klabu yake Al-Ittihad iliyomaliza ligi ikiwa na mabao 83 ni mabao 30. Kati ya mabao 83 yeye amehusika huyu Emmanuel Mahop. Kwa hiyo unaweza kaona, na mabao haya ameyafunga yeye akiwa amecheza mechi 18. Mechi 18 kwa lugha nyingine. Sasa ukitafuta kile tunachosema GPM, goals per match, ili kujua kumtafsiri kwenye namba kwamba yeye ni mshambuliaji wa namna gani, bako utachukua idadi ya mabao aliyofunga ambayo ni 27 gawanya kwa idadi ya mechi, utagundua hapo utapata ni 1.5. Ndicho utakachokipata, ambacho ni kiwango kinachozidi minimum thresholds, kiwango cha chini cha yule ambaye hutambulishwa kama mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia, kwa maana 0.75 and above kuelekea juu pindi unapochukua idadi ya mabao gawanya kwa idadi ya mechi. Yeye ana 1.5, 1.5. Kwa lugha nyingine ni mara 2 ya kipimo cha chini cha kumtambulisha mchezaji kwamba ni mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia. Maana 0.75 mara 2 ndio unapata 1.5, 1.5. Hii maana yake ni nini? Kwamba yeye kwa wastani alichokifanya katika ligi kuu ya Syria ni kwamba kila baada ya mechi 2 anakupatia mabao 3. Ni uhakika wa kuwa na mabao kuliko idadi ya mechi. Sasa ndiye huyu ambaye hivi sasa anahusishwa na Yanga. Lakini sio tu katika ligi kuu ya Syria, ligi ambayo kwenye viwango vya ubora kule barani Asia, AFC si miongoni mwa ligi 10 bora barani Asia. Inashika nafasi ya 22 miongoni mwa ligi bora, namba 1 ikiwa ligi kuu ya Saudi Arabia. Lakini
hata ukimfuatilia kabla ya hapo. Kwa mfano, msimu wa 2022-2023 ambao ulimfanya msimu wa 2023 aje kuwa MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Cameroon Elite 1, yeye alifunga mabao takribani 14 katika ligi kuu ya Cameroon na kuwa mfungaji bora na akawa mchezaji bora MVP katika ligi kuu ya Cameroon mwaka 2023. Lakini kabla hapo alikuwahi kucheza ni pamoja katika ligi ya Championship kule Equatorial Guinea, ambako kwenyewe aliendelea kudhihirisha namna ambavyo yeye ana urafiki sana na nyavu za wapinzani, kwa sababu akicheza katika Championship kule Equatorial Guinea alikuwa amecheza mechi 15, mwamba akafunga mabao 33. Yani mabao aliyofunga ukilinganisha idadi ya mechi hapa, unapata ukichukua idadi ya mabao ukigawanya kwa idadi ya mechi katika Championship alikuwa na 2+. Yani ukiangalia kwamba 0.75 tunaita mshambuliaji bora kiwango cha dunia, akishiriki Championship kule Equatorial Guinea alikuwa na 2+, kuonyesha kwamba ni mchezaji tishio namna gani, kwa sababu katika kila mchezo kwa wastani anafunga mabao 2 kwenda juu alipokuwa katika Championship, ligi daraja la kwanza tuseme kule Equatorial Guinea. Lakini katika ligi kuu Equatorial Guinea nako aliwahi kushiriki katika timu mojawapo ya Premier League, ligi kuu ya Guinea, akacheza mechi 22 akafunga mabao 24 katika mechi 22, bado kuonyesha GPM yake ni zaidi ya 1, ambayo inaonyesha kwamba ni mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia. Lakini kwa sababu hiyo kuhusishwa kwake na ligi kuu Tanzania bara katika klabu ya Yanga ni dhahiri kwamba akitua Yanga halafu akiendeleza makali yake, basi kutakuwa na balaa kubwa katika ligi kuu Tanzania bara msimu ujao na michuano mingine. Yeye kikubwa kitakachotokea ni kwa Yanga kuwa na tabia sasa ya kupiga crosses, kwa sababu yeye sio kama washambuliaji kama Fiston Kalala Mayele kwa mfano, Prince Mpumelo Dube ambaye amechana na Yanga hivi karibuni katika msimu huu na tayari ameshatambulishwa katika klabu kule nchini kwa Zimbabwe, kwamba yeye sio mzuri wa kudrop deep kwenda chini kufuata mipira kwenda kulia kushoto, la hasha. Yeye ni target man, ni aina mshambuliaji ambaye husimama pale kati mbele kuwaburuza, kupambana, kuwazidi ujanja, nguvu, maarifa walizo wa timu pinzani, akisubiri huduma kutoka pembeni kwa viungo wa timu yake kutoka kati. Kwa lugha nyingine, crosses, Yanga watahitaji kupiga sana cross kwa sababu yeye ni mzuri katika mipira ya vichwa na kutumia miguu yake. Yuko sharp, lakini aina uchezaji wake ni tofauti na aina ya Dube na washambuliaji wengine waliopita hivi karibuni Yanga na kufanya vizuri, akiwamo Dube, akiwamo Fiston Kalala Mayele, kwamba yeye atahitaji cross zaidi. Yanga kwenye eneo hilo yaweza kuwa ni changamoto, lakini itabidi waendane naye endapo watampata. Lakini jambo lingine ni kwamba yeye inaonekana dhahiri kwamba panapotokea fursa, haijalishi ni ligi gani, alimradi tu maslahi yake yanakwenda vizuri, huwa hakawi kwenda na kuondoka katika klabu anayochezea. Kwa sababu ukifuatilia vizuri, alishacheza Oman, alishacheza Equatorial Guinea kama nilivyotoka kueleza, akienda zake Syria, ingawa kuna timu nyingi zilimtaka katika ligi bora, lakini yeye kwenye maslahi ndiko kwenda. Kwa sababu hiyo Yanga ili kumpata itabidi wamuongezee mpunga wa maana na hivyo kuja kupata huduma yake. Na changamoto nyingine, umri wake miaka 31, maana yake inazidi kumpunguzia nasibu ya kwamba yeye pale timu inapozuia awe anashuka sana kuungana na wengine katika kutafuta mipira. Hapana, yeye masuala ya pressing sio mzuri sana. Yeye anachojua ni kufunga na kufunga na kufunga. Katika finali za AFCON 2023 yeye alikuwa miongoni mwa wachezaji waliojumuishwa kwenye kikosi cha Cameroon kwenye finali za AFCON kule nchini Ivory Coast. Alicheza mechi 2 katika kikosi ambacho ndani yake kulikuwa na kina Vincent Abubakar kama unakumbuka vizuri, kina Ekambi miongoni mwa wachezaji nyota wa Cameroon, na yeye akajumuishwa kuonyesha ni kwa namna gani yuko vizuri. Swali ni kwamba je, ni kweli atajiunga na Yanga? Na akijiunga, je, ataendeleza yale makali yake? Kwa sababu ligi kuu Tanzania bara ni miongoni mwa ligi bora barani Afrika hivi sasa, ikishika nafasi ya 5, ikizidiwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria na ligi kuu ya Afrika Kusini. Alikopita huko Syria ambako ametoka kucheza katika msimu uliomalizika, lakini pia ligi kuu ya Cameroon Elite 1, ligi kuu ya Equatorial Guinea, ligi kuu ya Oman, kwa viwango vya ubora ukilinganisha na ligi kuu Tanzania bara. Ligi kuu Tanzania bara kuna changamoto zaidi. Sasa akijiunga, je, ataendeleza makali yale? Na kwamba Yanga, je, sasa watakuwa wanapiga cross kama design zile wakati ule wanacheza na kina Dukapel Moloko na kina Priscilla Kisinda, kwamba wanapomaliza uwanja
kwenye touchline, wawe wanapiga cross na sio kama sasa ambapo mara nyingi hupiga free passes, washambuliaji wao kuhitaji kufuata mipira pembeni kwenda kushambulia. Lakini watakapokuwa na Emmanuel Mahopu kama kweli atatua Yanga, manake Yanga watakuwa na options sasa za kupiga cross nyingi ili wapate mabao mengi kutoka kwa Mahopu. Swali ni kweli atatua Yanga? Na vipi akitua? Mabeki wa timu pinzani Namungo, Simba, Azam, Singida Black Stars, Dodoma Jiji na wengineo watakabiliana vipi na Yanga yenye Mahopu ambaye anafunga kweli kweli, na hasa ukizingatia atakuwa anaenda kucheza kwa mfano kama anatua kweli na kina Alan Okello, Pedro Pacome Zouzoua, Maxim Pianzengeli, Mudathir Abbas, mabeki akina Kwasi Atula yao, akina Mohamed Hussein Shabalala, na kadri Yanga watakavyosajili msimu ujao ambao kwa kawaida huwa wanamiliki sana mpira na kupeleka mipira mingi katika eneo la mwisho, halafu waende wakamkute Mahopu akiwa kwenye kiwango bora. Lakini naye lazima ajipange kukabiliana na shinikizo na wachezaji walio na uwezo mkubwa katika eneo hilo pia, akiwemo Laurindo Depo ambaye cheza yake pia uhitaji crosses ili afunge sana. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.